Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana katika hii video. Kama wewe unaitazama kwa mara ya kwanza na unafuatilia sana madarasa yangu ya YouTube, basi nakukaribisha sana mpendwa mtazamaji wangu. Mimi si jambo, namshukuru Mungu kwa siku ya leo tena tumeweza kuendelea kujifunza vitu mbalimbali pamoja na dawa ambazo unaona hapo katika hii video. Hii ni miti ambayo nimeichuma. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, sikiliza kwa umakini sana hatua kwa hatua ambazo naenda kukufundisha namna ya kutengeneza dawa ya mvuto, namna kuandaa hizi dawa za mvuto. Popote ulipo unaweza ukazitengeneza na ukajifanyia fusho lako na ukasafisha nyota yako na mvuto wako. Kwa hivyo unatakiwa usikilize kwa umakini, na ikiwezekana uweze kuweka notisi zako katika karatasi ili uweze kuelewa, usisahau. Hizi unazoziona hapa katika hii video, hizi ni dawa za asili, ni miti ya asili kabisa. Huu hapa wenye kamba kamba, huu ni mti unaitwa Lufyambo, lakini kuna huu mti ambao una rangi nyeusi nyeusi na pia una miba miba, huu tunaita huu mti Kifauongo, au kwa wale wengine ambao mikoa mbalimbali kulingana na jina lake. Huu mti ni mti ambao unaogopa, yani ni mti wa kushtuka, huwezi kuushika, ni mti wa kusinyaa. Kwa hiyo tunaita ni sensitive sana katika mambo ya miti na utafiti mbalimbali. Kwa hivyo hakuna mti mwingine katika ulimwengu ambao unaweza ukaushika ukajikunja ni zaidi ya huu mti. Huu mti unaheshimika sana katika mazingira ya uchimbaji wa dawa na utafiti wa dawa mbalimbali. Kwa hivyo huu mti wa Kifauongo pamoja na huu mti wa Lufyambo, hii miti miwili inasaidia sana katika kusafisha mwili na kutengeneza mvuto wa mwili. Lakini hii miti haiwezi kwenda peke yake. Hii miti unatakiwa uchanganye na kivumbasi, ikiwezekana ukiweka na chumvi ya mawe punje 3 itafaa zaidi, pamoja na mdalasini. Kwa hivyo hapa ambapo naona nataka niandae kutengeneza, natwanga katika kinu. Ikishabondeka nitakuja kuchanganya na dawa zingine, nitakuja kuchanganya na kivumbasi pamoja na dawa zingine ambazo nimekutajia, chumvi ya mawe pamoja na mdalasini, kwa ajili ya kuandaa mvuto. Kwa hivyo hizi ni special kwa ajili ya kutengeneza mvuto na kuongeza nyota kuwa na mng'aro zaidi katika mwili wako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, unatakiwa uwe na hii miti miwili kwanza, alafu ndo utatafuta hii mwingine, mti wa Lufyambo pamoja na Kifauongo. Hii miti inapatikana sehemu nyingi, na kama hauna unaweza ukanunua mbegu za Lufyambo ukapanda, na hata unaweza ukaagiza huu mti wa Kifauongo popote ulipo, ukaagizia na ukaupata na ukaupanda nyumbani kwako kwa ajili ya kujitengenezea mvuto. Kwa hiyo ni miti ambayo inastawi sehemu yoyote. Kwa hiyo unaweza ukawe hauna, lakini ukatumiwa ukaenda kupanda na ukafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo hii miti ina mbegu, na pia hii miti ya kutambaa huwa haiwezi kukauka haraka haraka. Kwa hiyo unaweza ukauagizia sehemu yoyote na ukaupata na ukaupanda na ukawa unatumia pale ukiwa nyumbani kwako, ukachuma na kuandaa mvuto ambao unaenda kukuonyesha sasa hivi. Kwa hivyo huu hapa tunaenda kutengeneza mvuto. Tunatakiwa tuwe na maji ya mto au maji ya kisima. Kama hamna maji ya kisima, basi maji ya bahari. Kama hamna maji ya bahari, maji ya mvua. Nazungumzia maji ambayo yanadondokea moja kwa moja kutoka kwenye matone ya mawingu pamoja kuingia moja kwa moja kwenye ndoo, sio maji ya kukinga kwenye bati. Kwa hivyo uwe na maji aina 4 ambazo nimekutajia. Alafu unatakiwa uwe na ndoo nyeupe, kama sio nyeupe ya kijani. Kama sio ya kijani, basi tafuta ndoo ya zambarau au ya papo. Utatumia kuogea sehemu ambayo umetenga, kama ni bafu lako kwa ajili ya kuogea dawa tu. Unaweza ukatenga ili ni bafu kwa ajili ya kujitakasa na kufanya mambo yangu ya kuoga dawa na kufanya mafusho. Kwa hiyo hiyo bafu utakiwi kuwa ni ya kuogea watu wote, au ni bafu ambayo ni chafu ya kuchanganya watu wengi. Kwa hivyo unatakiwa uogee sehemu hiyo nzuri kabisa, uogee dawa yako. Unatakiwa
uchote kiganja cha mkono kishaandaa, unachota unaweka kwenye maji, unaiombea, unainuia. Maana ya kuombea ni kuinuia. Ukishainuia unaiacha dakika 10 mpaka 15 dawa, alafu unaenda kuioga kwa manuizi maalum. Kwa hivyo unatakiwa ufanye hivyo asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Utakuwa unachuma majani yako saizi ya kiganja kimoja, kiganja kimoja cha kifauongo na fungu lingine la lufyambo. Utachukua na kamba zake, hazina shida. Kwa hiyo mti uko katika mfumo wa kamba. Kwa hiyo utaweka na kamba zake, hivyo utaenda kutwanga, haina shida. Ukishamaliza hizo siku 7, basi utapumzika kwanza kwa masharti ya kuoga dawa. Tunaoga siku 7 na then tunapumzika kwanza kujitafakari na kujiinua zaidi. Kisha utaanza tena, utarudia tena mwezi mwingine siku 7 hivyo. Kwa hiyo kujitakasa hakutaki kwamba ufanye kujitakasa ni mwezi mmoja tu au kama siku 7 ndio ndani ya mwaka, hapana. Unatakiwa urudie tena na tena kwa kupumzika, kupishana wiki 2 mpaka 3. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, jitakase kwa kutumia hizi dawa, hizi miti ambazo nimekutajia hapo, lufyambo pamoja na kifauongo, kutengeneza mvuto. Lakini hii miti pia ina faida zingine. Faida zingine ya hizi miti ni kutengeneza fungo, limbwata pamoja na dawa zingine. Kwa hiyo hii miti inaingia sehemu nyingi sana. Unaoona lufyambo, hizi kamba zake unaweza kumfunga mtu ambaye anakufuatilia. Kwa hivyo hizi dawa zina matumizi mengi, lakini hapa mimi nimekufundisha kwa ajili ya kutengeneza mvuto wa mwili, kujitakasa, kuosha mwili, kufanya usafi katika mwili wako ili mwili wako uwe na nuru zaidi. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, fanya hivyo kama nilivyokuelekeza. Lakini pia tunatoa huduma mbalimbali, huduma za dawa mbalimbali pamoja na ndagu kwa wale wanaohitaji ndagu za biashara. Kuna ndagu ya kibuyu, ndagu ya ngoma. Ndagu ziko nyingi sana, inategemea na wewe unahitaji ndagu gani. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, nakukaribisha sana. Hizi dawa ambazo unaziona katika hii video ni dawa ambazo ziko katika matumizi mbalimbali, katika kufunga na kufungua riziki, kutengeneza kila aina ya changamoto yako. Zipo za kutapisha uchawi katika tumbo, zipo za uzazi. Kwa hivyo hizi dawa zote unazoziona zinasaidia, na ambazo tunawasaidia watu wengi sana wamefaidika na hizi dawa zetu ambazo unazoziona katika hii video. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi nakushukuru sana. Tutaonana katika video nyingine na asante sana. Mimi naitwa Dr. Mary. Share video na wengine wakajifunze hii video, subscribe, like, toa maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha. Umefaidika vipi? Na je,